Nawasalimu sana siku hii nyingine tulivu ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia kwa kusudi lake. Namshukuru sana kwa zawadi ya uhai. Ninawakaribisha wote kwa mfululizo wa vipindi hivi tunavyovitoa katika conference hii Global Family Friends, na hii ni Nutrition and Lifestyle. Ni mimi Hesperance Deodate Kilonzo kutoka kule Maisha and Lifestyle, mtaalamu wa chakula na lishe. Nikikukaribisha tena kwamba tuwe pamoja, na huenda somo hili likawa na maana fulani kwa mtu fulani. Nisinge kushawishi sana zaidi ya hapo kwamba mtu fulani yule angekuwa wewe, lakini ninajua ikiwa na wewe pia utatenga muda wako usikilize, ili somo litakuwa na umuhimu sana kwako wewe na familia yako. Tuombe. Baba, ninakusihi kwa rehema zako, kwa neema yako, kwa ukuu wako, kwa upendo wako, uwe tena mwalimu wetu, utukaribishe na ukamguse mtu fulani aweze kusikiliza somo la leo kwa faida yake na faida ya familia yake na jamaa zake, katika jina la Yesu, amen. Rafiki yangu, ninapenda tuzungumze kidogo kuhusu vitu vya asili ambavyo Mungu alitupatia, ambavyo pia vinatumika traditionally kama dawa, lakini mara nyingi tunaweza wengi tusijue kwa sababu tumezitupa traditional medicine. Hizi zingekuwa ni kama first aid na zingekuwa zinatusaidia, na siku zote tumezitumia kwenye vitu vya kawaida kama common cold. Kuna vitu ambavyo traditionally tunafanya kwenye fever. Traditionally kuna vitu ambavyo tunafanya kwenye sore throat. Traditionally kuna vitu ambavyo tunafanya kwenye headaches. Traditionally kuna vitu ambavyo tunafanya kwenye nausea, kwenye vomiting. Kuna vitu traditionally tunavifanya. Ni vile tu ambavyo sasa usasa umeingia kiasi kwamba hata first aid zile za kawaida kabisa za kulamba jivu hazipo tena, sio sehemu ya maisha yetu. Zile tradition za kusema chuma jani hili tafuna alafu umalizane na shida zako, heartburn, tumeshatupa zile tradition. Lakini leo ninapenda nikukumbushe kidogo kuhusu kitunguu, red onion o kile cheupe, lakini sio kitunguu saumu, kitunguu kile cha kawaida, kitunguu maji. Tunakiita kitunguu maji. Wengine watakuwa wanakifahamu kama red onion au white onion, lakini kile tunachokitumia kwa kupika. Kile kitunguu, au niseme generally, kitunguu kimekuwa ni gwiji la jiko lolote lile. Ni lazima kila jiko liko na kitunguu. Na kitunguu kimekuwa kikitumika traditionally kwa namna nyingi sana. Siku nyingine nilikuwa nimekaribishwa, kulikuwa kuna sherehe fulani kwa marafiki zangu wa Hindi, ndio nikaona kwamba kumbe nilikuwa sijui kutumia kitunguu, kwa sababu kile kitunguu kilikuwa kimekuwa chopped kinachopiwa dakika ya mwisho, wakati kitu kingine kimeshawekwa mezani, alafu hicho kitunguu kikawekwa pale na olive oil. Unamwagia tu olive oil kwenye kibakuli, na bakuli la kitunguu liko pale, na bakuli lingine la kitunguu limekatiwa na pilipili, na bakuli lingine la kitunguu limekatiwa pale na hoho, na bakuli lingine la kitunguu limekatiwa pale na nyanya, na bakuli lingine la kitunguu limewekwa pale na limao, na bakuli lingine la kitunguu limekatwa tu na nazi ya kukatakata limewekwa pale. Bakuli lingine la kitunguu limewekwa pale pembeni na nazi iliyokunwa, ikawekwa limao kidogo. Yaani kitunguu nilikiona kikiwa kimechanganywa na garlic. Kitunguu meza yote karibu hiyo unayoita salad wewe ilikuwa ni kitunguu. Na wenzetu wanaitumia vilivyo, akichota hapa kijiko, akienda pale kijiko, ni kwamba nusu ya sahani yake ile kwa kile unachokiita kachumbari ni kitunguu. Na kwa sababu hiyo ikanibidi nifanye uchunguzi kwamba kwa nini wenzetu walikuwa wanakitumia sana hiki kitunguu. Nikaona kitu kifuatacho. Nikaona kwamba kitunguu kiko na vitamins and minerals. Na kwa haraka tu nitakutajia kabla sija kugusia kwamba tutumie nini hicho kitunguu.
Kitunguu kiko na vitamin C, kina folate ambayo ni B9, kiko na vitamin B6. Alafu katika hizo minerals kiko na potassium, kiko na manganese, kimesheheni kwenye upande wa vitamini na madini. Lakini kitunguu kiko na fiber, kiko na carbohydrates, kiko na protein, kiko na maji. Kitunguu kiko na mafuta. Na hizi nutritional fact zipo na zinatusaidia sana kama tukifahamu kwamba kitunguu kina kitu gani. Na kwa sababu vitamin C ni water soluble, ukipika kinakimbia, kiko pale kwenye yale maji yake. Kwa hiyo kitunguu kinakimbia, lakini ile vitamin C inakimbia. Lakini iko na plant compound ambazo hizi ni phytochemicals. Hizi ni kemikali mimea ambazo zikiingia ndani mwetu ni antioxidant. Antioxidant ni kemikali zimamoto zinazosaidia kutoa mwilini kwetu madhara ya free radicals. Free radicals ni kemikali zururaji ambazo zinaharibu cell membrane, zinaharibu seli zetu, zinaleta damage, zinaleta uharibifu katika hizo seli. Kwa hiyo zikiwa na hizi antioxidants, basi ina maana kwamba tayari umejisaidia wewe katika kuondoa kemikali zururaji ambazo zingekuletea magonjwa mengi. Lakini ziko na antioxidant zingine ambazo majina yake nitazitaja kama flavonoid. Na flavonoid pamoja na kazi zake nyingi za kusaidia katika mfumo wa kinga, lakini zinasaidia katika kuondoa zile kemikali zinazoleta saratani katika mfumo wako wote wa majimaji, katika damu, makamasi, mate. Kuna maeneo yenye majimaji ya mwili wetu. Kwa hiyo flavonoid inakuwa ni antioxidant powerful enough kukukinga wewe na saratani katika maeneo ya mwili wako ambayo yana majimaji. Kuna maeneo kwenye mwili wako unajua kabisa kwamba yana mafuta, sio hayo, yale maeneo yenye majimaji, flavonoid. Lakini iko na kemikali nyingine ambayo inaitwa anthocyanin, na hii ni pigments nzuri ambazo ziko pale, ndio zinazosababisha kitunguu chekundu, kile kitunguu maji kiwe na rangi yake hiyo ya purple reddish hiyo. Na hiki ni antioxidant muhimu sana katika kukukinga na saratani. Na kiko na kitu kingine kinaitwa quercetin. Hii nayo ni antioxidant ambayo hii inakusaidia kupunguza pressure. Okay? Lakini kuna sulfur compounds ambazo ziko pale kwenye kitunguu, na hizi zote zinaharibu. Yenyewe hii inaharibu, inakukinga na saratani, lakini inaharibu cancer cells ndani ya mwili wako. Na kuna nyingine tena ambayo ni compound inaitwa thiosulfonate, na hii ni nzuri sana kwa ajili ya kukukinga na blood clots. Inakukinga damu yako isigande. Hicho ni kitunguu. Na kwa sababu iko na vitu vingi, nimeona pia inatumika kwa ajili ya kuzuia kufanya sukari yako ikawe ni vizuri. Yaani unapotaka blood sugar yako iwe normal, hiki kitunguu kinasaidia sana. Na kwa sababu ya zile minerals, inasaidia kukinga osteoporosis. Hiki kitunguu kinaangalia afya ya mifupa yako plus na kuondoa na kukupunguzia madhara ya magonjwa ya saratani ambayo yako kila mahali. Kwa maana hiyo ni kwamba kitunguu pia kinakusaidia kutolerate allergy. Unajua kwenye allergy tunazozipata kwenye upper respiratory, unajikuta unaanza kusneeze, unaanza kusneeze non-stop. Ukitafuna kitunguu unashangaa imekata saa hiyo. Kitunguu kwa sababu ya tabia zake hizo imekuwa ikisaidia sana katika irritation, miwasho ya midomo pamoja na miwasho ya macho. Yaani wewe unakitafuna tu, alafu sasa utakuta reaction yake kama kitunguu hiki kimekomaa vizuri, utakuta macho yanatoa machozi, na utakuta kama midomo ilikuwa ina miwasho fulani inakata. Inasaidia kwenye afya ya kinywa. Japo mdomo utakuwa na harufu ya kitunguu, lakini wale bakteria wanaokuwa pale kwenye kinywa ambao wangekuwa wanatusaidia, wanaharibu kinywa chetu na kuharibu meno, utakuta wale hawawezi kutolerate kile kitunguu. Okay?
Kwa hiyo kitunguu kiko na faida plus plus. Sasa mimi kuna kitu nachotaka tu nikuambie, namna nyingine ambazo nimekuwa nikitumia kitunguu na kwangu kikanisaidia sana. Wakati wowote ambapo kumekuwa na common cold, kumekuwa na mafua, outbreak ya mafua, mimi nimekuwa nikichukua hata debe la kitunguu, nikakatakata vitunguu slices ndogo ndogo, nikaweka visahani kwenye kona ya nyumba, kona sitting room, nikaweka pale sitting room visahani kama tofauti viko chini huko kama 9, nikaingia kwenye vyumba vyote nikaweka kitunguu na vislice vidogo na vislice vidogo ninaweka vyumbani. Na hiyo imenisaidia imenisaidia for years. Lakini wakati wowote mtu anapoanza kukohoa kikohozi cha kwanza na nijue kabisa kwamba kuna outbreak ya kikohozi, nimekuwa nikitumia vitunguu maji pale na menya kitunguu na mpatia paka watoto toka walivyokuwa katika utoto wao. Nimekuwa nikitumia kitunguu, yani kando ya matumizi ya kachumbari hizi ambazo nimejifunza kwa Wahindi, lakini katika matumizi mengine nimekuwa nikislice kitunguu, na mtu akisneeze nitampa, mtu akikohoa nitampa, mtu akiwa kama na mafua nitampa. Lakini nimegundua kwamba wakati mwingine watoto wadogo sana hawawezi. Kwa hiyo nimekuwa nikijifukiza vitunguu na watoto. Yani kama niko na mtu mwingine pembeni, yeye atashika mtoto, tutajifunika na shuka moja kubwa, alafu mimi nitakaa mle ndani na kitunguu nitakislice kidogo, ule moshi unatupandia. Kitunguu chenyewe kina joto, lile joto utatoa jasho. Ndiyo mtoto atalalamika, lakini anavolia ndio anavozidi kuivuta ile hewa, na unakuta habari ya mafua na habari ya kikohozi inapotea. Lakini nimekuwa na tabia nyingine tena. Watoto wanapokwenda kulala, kipindi ambacho kuko na outbreak yoyote ya mafua au mtoto na mafua, nimekuwa nikimwekea kwenye sole ya mguu wake na slice kitunguu kama shilingi za kutosha, ninaiweka kwenye sole na mvalisha socks, na ninakuwa nimemaliza. Pale kwenye bakuli lake pale pembeni ninaweza nikamwekea pia akiwa amelala kitandani, naweka pale kitandani kabisa bakuli la kitunguu. Kwa nyumba chupa kizima kinanuka kitunguu. Haijaniletea madhara yoyote isipokuwa imeniletea benefits plus. Lakini kuna namna nyingine tena ambayo nimekuwa nikitumia kitunguu. Ni kwamba wakati wowote nikiona kama labda nimechelewa au imetokea mtoto yuko shule na hakuwepo nyumbani kwa sababu watoto labda wako boarding, alafu akaja tayari kifua chake ni kibaya, kina mimi nimekuwa nikichukua kitunguu, nikakikata vidogo, nikakicrush, nikakiponda, nikakiweka kwenye cloth ambayo inakaa kama gauze, alafu nikairap vizuri kwenye kifua cha mtoto na mgongoni kwake, alafu nikamfunga vizuri, alafu nikamaliza. Hiyo nikawa nimeshamaliza biashara yake. Kwa kitunguu nimekuwa nikitumia, hata kitunguu nimekigundua kwamba kinatumika vizuri sana kwenye pneumonia. Kipindi hiki marafiki zangu, kwa shuhuda nyingi ambazo nimezipata kutoka kaskazini na kusini, mashariki na magharibi, ninawiwa kukuomba ndugu yangu, chukua kitunguu cha kutosha ukae nacho nyumbani. Kwa sababu coronavirus ina tabia ya kubana, kishaharibu mapafu, unashindwa kupumua. Usingojee mpaka hapo. Lakini ikitokea au wewe ambaye tayari uko na corona, hebu chukua kitunguu utafune. Ukiwa una shortness of breath, wakati unakitafuna, ngoja nikwambie, inafunguka papo kwa papo. Unapata nafuu yako vizuri sana. Hii ninakwambia nikiomba kabisa kwamba ufanye, pamoja na kujifukiza na maji ya moto, pamoja na kunywa na maji ya moto ya tangawizi, ukaiweka limao, usiweke sukari. Lakini tumia kitunguu kwa namna zote hizo na kwa ubunifu wako. Mwenyezi Mungu atusaidie, Mwenyezi Mungu atuhurumie, na Mwenyezi Mungu atutunze. Hili nalo litapita.